Na kundi la waasi la M23 limethibitisha kwamba limeuteka mji wa Walikale ambao linadai limeudhibiti kwa ajili ya kudumisha usalama wa raia katika eneo hilo pamoja na kulinda mali zao. M23 inasema kwamba japo imepiga hatua ya kupanua uongozi wake katika majimbo mawili ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini, itaendelea kuheshimu makubaliano ya kusitisha amani yaliyofikiwa mapema wiki hii. Kwa upande wake, msemaji wa jeshi la FARDC katika jimbo la Kivu Kaskazini, Luteni Kanali Jiomi Njike, amewaambia wanahabari mjini Beni kwamba hatua ya M23 kuingia katika mji wa Walikale ni ishara kwamba lengo lao kuu ni kusaka madini yaliyopo katika eneo hilo. Aidha, Luteni Kanali Njike ameomba raia katika eneo hilo kutokuwa na wasiwasi kuhusu hali ilivyo, akiwaambia kwamba wanaweza kutegemea jeshi la nchi na makundi ya wapiganaji yanayounga mkono katika kuwalinda. Mapema wiki hii, marais Felix Tshisekedi wa DRC na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walikutana nchini Qatar, ambapo walikubaliana kusitisha mapigano mashariki mwa DRC bila masharti. Hata hivyo, licha ya hilo, makabiliano makali yameendelea kushuhudiwa katika maeneo kadhaa mashariki mwa DRC. Sasa raia wa DRC wanahisi vipi kuhusiana na juhudi hizi za kutatua mzozo huu? Na tunaendelea tena na mazungumzo yetu katika mjadala wa wiki, ambapo tunaangazia mzozo mashariki mwa DRC. Tupo naye Godwin Gonde akiwa studio za Dar es Salaam, Tanzania, pamoja na Dr. Nicodemus Minde. Wote wawili hawa ni wachambuzi wa usalama na diplomasia, tukijaribu kuzungumzia mawili matatu kuhusiana na mzozo huu. Minde, unafikiri mzozo huu ukizidi kutokota, hali ya kibinadamu ni mbaya sana mashariki mwa DRC. Unadhani jamii ya kimataifa inaweza kushinikiza wahusika kuhakikisha kwamba raia wanapata msaada unaowafaa haraka iwezekanavyo? Hadi sasa nadhani jumuiya ya kimataifa wamejitahidi ipasavyo kwa kuwa wameweka mashinikizo ya kiuchumi pamoja na mashinikizo mengine ambayo imewalazimu. Kwa mfano, maafisa wa juu wa serikali ya Rwanda wamewekewa vikwazo pamoja na Rwanda kwa ujumla, na nadhani ni shinikizo zuri ambalo nadhani kwa kiasi kikubwa tumeona kwamba wameweza kukutana wao kwa wili ili kuweza kufanya majadiliano. Kwa shinikizo tunaweza kusema limeweza kuwa na manufaa na mafanikio kwa kuweza kuwawezesha kwa kutinisha viongozi wawili, lakini nadhani shinikizo zaidi na zaidi zinabidi ziendelee kuwekwa ili hali ya kibinadamu pamoja na kupitisha misaada ifikie wananchi wa Eastern Congo. Gonde, hadi sasa viwanja viwili vikubwa vya ndege katika miji ya Goma na Kavumu vimedhibitiwa na M23. Unafikiri kuna uwezekano wao kuombwa kufungua viwanja hivi ili kuwezesha misaada na dawa kwa ajili ya waathirika, ikiwemo vile chakula kuwafikia? Nafasi hiyo ipo pale ambapo ushirikishwaji mkubwa wa M23 katika usuluhishi utaonekana una umuhimu, kwa sababu jumuiya ya kimataifa kwa nafasi kubwa imekuwa ikijaribu kusuluhisha Rwanda na Kongo, na M23 ikishirikishwa kwenye baadhi ya matukio. Lakini nadhani wao wanatamani pia au wangependa ushirikishwaji wa moja kwa moja ambao ungeweza labda kuwasaidia kuona umuhimu wa kuachia viwanja hivyo na kuruhusu shughuli za kibinadamu kuweza kuendelea. Minde, ni kwa nini unafikiri kundi hili limekuwa likiendelea na mapigano licha kwamba juhudi mbalimbali zimekuwa zikifanyika ili kuweza kusitisha, pamoja na mazungumzo ambayo yashafanyika tayari kule Qatar? Kama alivyosema Gonde hapo kwamba una sababu mbalimbali ambazo M23 yani M23 wana madai yao ambayo nadhani hawajashirikishwa, na kuna juhudi za kiamani zimetaka kuwakutanisha M23 pamoja na serikali ya Kongo, ambayo Kongo yenyewe amekataa kufanya mazungumzo na M23, na nadhani hii ndio inasababisha sintofahamu ambayo tunaona kwamba miji inaendelea kutekwa pamoja na hali ya kiusalama inaendelea kuzorota katika mashariki mwa Kongo. Lakini nadhani endapo kutakuwa kuna ushirikishwaji wa M23 ambapo tunaona kwamba tunaweza kusema kwamba M23 tujiulize ni akina nani na wanapata ufadhili kutoka wapi. Tukiweza kupata hilo jibu, nadhani itakuwa ni vyema kufanya mazungumzo na ushirikishwaji wa M23 katika kuleta suluhu ya pamoja na endelevu.
Gonde, Amnesty International imeripoti kwamba kundi la M23 linalenga wafanyakazi wa huduma za dharura. Unafikiri kuna ukweli hapa, na ni njia zipi ambazo unafikiri zinatumiwa kufanya hivi? Wakati wa vita majeruhi wa kwanza ni ukweli. Kwa hiyo ni ngumu sana kuthibitisha au kukanusha ambacho Amnesty wanakiongelea. Lakini kinachoonekana ni kwamba M23 kwenye makundi ya migogoro wao ni waharibifu au ni maspoilers, watu ambao wangependa mgogoro uendelee kutanuka kwa sababu ya faida zao binafsi. Kwa hiyo kama wanaona makundi haya kwa namna moja au nyingine yanapunguza kasi ya vita na wao wanafaidika na vita hiyo, hawawezi kuruhusu waweze kuendelea kufanya majukumu yao. Kwa hiyo bado kinahitajika ni namna gani ambapo wataweza kushirikishwa na kuoneshwa kwamba ipo haja ya kuenda kwenye mrengo wa amani na kutafuta njia nyingine ya kufanya operesheni zao na kuachana na njia hizo ambazo zinawaletea madhila wananchi wa Kongo. Aminde, tumeshaona Tshisekedi amekaa na Kagame na vile vile wakakubaliana kabisa kusitisha mapigano haya, lakini bado mambo yanaendelea kuwa hivyo. Nini kifanywe? Nadhani kwa sasa juhudi ambazo zimeanzishwa, tukumbuke kwamba kuna michakato ambayo inaendelea. Kuna mchakato ule wa Luanda ambao unafadhiliwa na Umoja wa Afrika upande mmoja, na kumekuwa na juhudi za Afrika Mashariki kupitia ule mchakato unaitwa Nairobi, na kumekuwa na juhudi za kutaka kuunganisha michakato hii miwili. Lakini tumeona kwamba kumekuwa na mwingiliano mwingine wa taifa la Qatar, na kumekuwa pia kuna uwezekano wa mataifa mengine kama Uturuki na mataifa mengine kutaka kuingilia katika mchakato huu. Nadhani ili tulete amani katika Afrika, katika mashariki mwa Kongo, michakato hii inabidi iainishwe na kuainishwa kwamba tujue kwamba tunazungumza kwa kauli moja. Ile michakato kuwa mingi sana, nadhani ndio inaweza kuzorotesha juhudi za amani. Kwa hiyo ili kuwe na uendelevu wa mchakato, uendelevu wa amani, nadhani michakato hii inabidi izungumzwe kwa kauli moja. Asante sana Godwin Gonde pamoja na Nicodemus Minde katika mjadala wetu wa usiku wa leo. Na sasa tupie macho ukurasa wetu wa internet, na hapa kuna habari mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video. Habari yetu kuu hapa ni jeshi la Sudan latoa tena ikulu ya rais, huku wanamgambo wa RSF wakiendelea kupigana. Namna kwa habari hizo basi hatuna cha ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni David Nkia. Usiku mwema.